Kwenye swala kwenye uongozi wa Simba au kwenye kwa ujumla wote kwenye klabu ya Simba Sports. Ndio watu wanamwomba sana Mangungu, lakini kuna vitu umesikia, kuna vitu vitatu au vinne. Namba moja, ikiwa na viongozi wale ambao wamepita wastaafu wa Simba Sports, unaelewa, wale kwa namna moja au nyingine wanasimamisha Simba yetu kufanya nini? Kufanya vizuri, kwa sababu wanafanya vizuri, kufanya vibaya, unaelewa, kwa sababu kwa namna moja au nyingine, kwa sababu hawana ushirikiano na uongozi ambao unaongoza timu, umeelewa? Kama ungekuwa na ushirikiano, haya yote yasingeendelea, kwa sababu wewe kama ni kiongozi mstaafu unaitakia mema Simba, huwezi kuzungumza mambo mengine tofauti na Simba ukiwa nje ya Simba, umeelewa? Wanaojenga Simba ni sisi wenyewe ambao tutaibomoa ni sisi wenyewe. Kwa wale viongozi ambao wastaafu wanahusika kwa namna moja au nyingine kuweza kuharibia uongozi ambao unaongoza Simba sasa hivi, uongozi wa sasa hivi, umeelewa? Kwa sababu kama angekuwa kweli wanaitakia mema Simba, asingetokea yote, umeelewa? Yote yasingetokea. Kwa mzigo mkubwa anaobeba nani? Mangungu, kwa sababu yeye ndo mwenyekiti wa wanachama, umeelewa? Kwa mimi binafsi naweza kusema viongozi usiku wanahusika. Ukija kwenye swala la pili naweza nikasema kwa Selemani Matola, umeelewa? Selemani Matola binafsi wamepita makocha zaidi ya 9, umeelewa? Zaidi ya 9 makocha akiwa kocha msaidizi, umeelewa, akiwa ndani ya Simba Sports. Katika hao makocha 9 yake wa kocha msaidizi ndani ya miaka 6, umeelewa? Sijaona mabadiliko yoyote yani. Kwa sababu nikuambie kitu kimoja, Matola leo hii tunapozungumza tutakiwa tumuone ana mafanikio makubwa akiwa Simba au nje ya Simba, umeelewa? Kuna mchezaji mmoja alikuwa anacheza Chelsea, beki wa kushoto anaitwa Filipe Luis, umeelewa? Yule alikuwa mchezaji wa Flamengo, alikuwa mchezaji wa Chelsea, Atletico Madrid, akaondoka kule, akarudi tena kwao Brazil, akachukua Flamengo ya watoto hadi 17 hadi 20, akachukua akapata mafanikio, wakampandisha timu kubwa, akachukua ligi, akachukua na mashindano ya Amerika yale. Mafanikio yameonekana. Sasa leo nikutajie Selemani Matola na mafanikio gani? Unahisi kwa nini sasa Simba wanaendelea au kumwamini zaidi ya kumwachia? Sasa sijajua kitu gani ambacho kinafaisha leo mpaka leo akaifanya. Yaani mashabiki mkali. Mimi binafsi nimesikia, sio kama sihitaji, nataka nione amebadilika nini ndani ya makocha 9 waliopita akiwa yeye kocha msaidizi. Kitu gani kaongeza na kitu gani kapungua? Yeye katika miaka 6 kitu gani kaongeza, kitu gani kapungua? Hakuna zaidi ya kuona yeye iko pale pale, timu iko vile vile, simenielewa? Yaani kwamba hakuna kitu ambacho kimeongezeka. Shehe, nikwambie kitu kimoja. Mimi binafsi kwa kawaida yangu siwezi kumlaumu kiongozi, kwa sababu najua mpira kuna nyakati ngumu na kuna nyakati nzuri kwenye football, simenielewa? Sasa hivi tunapitia nyakati ngumu, lakini katika hizo nyakati ngumu analaumiwa nani? Kiongozi, simenielewa? Lakini mimi binafsi namlaumu Matola kwa sababu Matola yuko muda mwingi pale, simenielewa? Anaijua Simba very well, anaijua vilivyo akiwa yeye yuko. Shehe, Zinedine Zidane alikuwa kocha msaidizi wa nani unajua? Si Carlo Ancelotti hawakuwepo kocha msaidizi. Na kipindi iko Mourinho alikuwa Castilla ya Madrid, simeelewa. Hiyo tunazungumza 2013 2012 kama sijakosea, simeelewa. Lakini leo hii ukitafuta kocha ambao amechukua mafanikio makubwa kwenye UEFA Champions League, sio kuona kama Zidane mara 3 mfululizo, simeelewa. Simeelewa, lakini sasa tuzungumze kwa Matola kitu gani? Mpaka kinachomkisha leo mpaka leo awe Simba. Kitu gani? Hakuna, mimi siwezi kukiona, simeelewa. Binafsi naweza nikasema kwamba Matola katika vile vitu ambavyo vinaendelea yeye mwenyewe anahusika kwa namna moja au nyingine. Yeye mwenyewe anahusika, sawa. Wewe ni shabiki wa Simba kwa Simba ambao unaona Simba mmoja alitokea kuniambia kwa yeye hata kwenda kabisa kule katika kiwanja cha Benjamin Mkapa malaika wa Simba na wengi wanafahamu. Lakini wewe unasemaje? Na pia utakuja kusomea hapa au utakwenda kule katika kuangalia hivi? Yaani nikwambie mimi sio mshabiki maandazi wala mshabiki wa kufunga bunga. Mimi naipenda Simba na ipambania Simba. Kwa maana ukiona siku zote lazima tutalika nguvu moja. Kila kitu, yani sehemu yoyote ile, sio kwenye mpira, sehemu yoyote ile, hata kwenye biashara, kwenye nini. Usipokuwa na ushirikiano mzuri, hamwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hata huyu anasema kwamba hataenda Isamuye, huyo sio mwana Simba, wala haitaki mema Simba, wala haipendi Simba, sio mwana Simba huyo. Kwa sababu angekuwa anaipenda Simba, angepambana kwenye nyakati ngumu ndo anaonekana mshabiki wa kweli. Kwenye nyakati ngumu ndo anaonekana mshabiki wa kweli na mpenzi wa kweli wa Simba Sports. Kama wewe ambaye unapeperusha bendera ya Simba. Kuna bendera kwenye pikipiki yangu, si unaiona ile pale? Afu nimejichora hivi. Humo mtaani unajua nimeambiwa maneno mangapi? Nimeitwa majina mangapi? Mimi napambana kwa sababu ya Simba, naipenda Simba kutoka moyoni mwangu. Najua kwenye football kuna nyakati ngumu na kuna nyakati nzuri, umeelewa? Sasa hivi kwenye nyakati ngumu utaona wale mashabiki maandazo wanajitokeza sasa. Umeelewa? Na sisi Simba hatuharibiwi na viongozi. Wanaotuharibu zaidi ni Yanga African Modern Club pamoja na msemaji wao.
Simenelewa. Kumbe matatizo yote ya Simba wanasababisha ni Yanga. Simenelewa. Yaani msemaji wa Yanga African Modern Taarabu Eliza Kamwe. Simenelewa. Hiyo niko wazi kwa sababu hao wanapenda sana maneno kuliko vitendo. Simenelewa. Eliza Kamwe yeye anazungumza mwenyewe. Simenelewa. Msemaji wa Yanga African Modern Taarabu pamoja na viongozi wao ndio wanasababisha farakano mkubwa sana kwa mashabiki wa Simba. Hasa wale kwa wakubwa. Leo watazungumza hivi. Shehe nikwambie ipite, mimi nakwambia kuanzia mechi ya leo zipite 5 tutushinde.